Naomba msamehe kaka yangu, hajui chochote. Kaka, naomba msamehe, haelewi chochote. Kaka yangu, naomba msamehe kaka yangu. Msamehe. Bila ya shaka sasa umeshatambua mimi ni nani. Mukhtasari tu nimekupa ili ujue mimi ni nani. Sasa ukiendelea na mdomo wako, habari kamili inakufuata. Mke wangu, kwani nalala huko? Sinarudi tu. Mimi sitaki kubaki peke yangu. Basi ndo uzuri wa kuoa damu changa huu. Yaani kwa jinsi ninavyokupenda mke wangu, mimi siwezi nikaongeza mke kamwe. Hatujafanya kosa lolote, tunatetea haki yetu. Hivi unamjua wewe mzee Ng'oma? Awe nani kwenye haki? Nyamaza. Naomba nyamaza kabisa. Sasa hivi hapo utaniongezea matatizo juu ya matatizo. Na ukumbuke kabisa, ndio maana nilikwambia tangu mwanzo, hiki unachokifanya kisije baadaye kikaniletea mimi madhara. Mimi nawapenda ndugu zangu. Ona sasa janga lile alijapoa tena na wewe unataka kuingia kwenye janga lingine. Sitaki. Dada, ujue mgonjwa unanyoka ukiwa wa moto ujue. Hakuna jambo kupoa. Yaani hapa ni haki ya baba yetu na ni marehemu unajua. Kaka yetu marehemu. Asa naomba nyamaza. Mimi acha nikaongee naye nikajishushe muda huu kabla hata hajajua cha kufanya huko. Nisije nikakaa huku najizuka kumbe mwenzangu kashaandaa kitu kingine. Naomba hapa utulie. Dada. Mimi ndo namjua, mimi ndo nimekaa huku. Nyinyi si watu wa mjini mnakuja na kupita bwana. Naomba nisikilize, sitaki maneno. Sister.
Nyenyele, ujambo? Jambo. Shikamoo. Marahaba. Nimekuta baba. Hapana, katoka. Na mamako? Mama kaenda uani. Okay, sawa. Jamani, kuna ugeni? Yaani wewe acha tu Mungu wako. Karibu. Ndugu yangu, nimekuja hapa na shida, naomba unisaidie. Nimekuja hapa kumuulizia mzee Ng'omwa. Ila Nyenyele kaniambia hayupo. Yaani nimechoka, nimevurugwa hatari. Ni kweli mume wangu hayupo. Kwani kuna tatizo? Tatizo lilokuwepo hapa ni kubwa sana. Mjumbe, kwenye kijiji chako kuna watu wanaita ubabe wa maisha, wanataka kudhulumu maisha ya watu na haki za watu. Yaani nimechanganyikiwa. Huko nilipotoka alionikuta mimi ni makubwa, hadi nakuja hapa nataka uangalie haki zetu sisi wana kijiji. Mimi nataka kudhulumiwa. Nikisema siwezi kukusaidia utanilaumu, kwa sababu ni adabu ya watu. Umetoka huko ulikotoka mpaka hapa, hujasalimia mtu wa aina yote. Wewe umekuja hapa, mimi ulinisalimia? Ndio ulivyofundwa kwenu? Ndio ulivyofundishwa kwenu kufika hapa bila kusalimia? Niwie radhi kwa hilo. Yaliyonikuta kwenye shamba la baba yangu mzazi huwezi kuamini, ila ndo maana nimekuja hapa mtiti kutaka msaada wako. Hiyo salamu nimejikuta tu. Samahani na kuomba msaada wako. Hivi nataka nikuulize, kwenye hichi kijiji umefika lini? Tangu msiba wa baba yangu mzazi sijawahi kurudi, na hapa ni nyumbani kwetu. Hivi nimekuja jana tu. Hivi unajua unagombana naye nani? Kigagura mmoja tu anamuita mzee Ng'omwa. Mzee Ng'omwa kagombana na mdogo wangu. Yaani hivi ninavyokuambia mdogo wangu ana hali mbaya sana. Nilikuwa nimekuja hapa yaani umguu nikuja kumuomba msamaha, nisamee mdogo wangu arudi katika hali yake. Mimi nashindwa kuelewa hapo. Yaani mpaka mdogo wako anaumwa na wewe unakuja kumwombea msamaha. Yaani imekuwaje? Yaani wamekosana nini labda? Mambo yetu haya ya mipaka. Sasa mdogo wangu hajui kinachoendelea kuhusu hiki kijiji chetu. Kagombana na mzee Ng'omwa. Hapa ninavyokuambia yeye ana hali mbaya kama nini. Nikaona sio mbaya nije hapa niombe msamaha ili mradi asifanye chochote. Sawa dadangu. Nakupa ushauri wa bure, kwa sababu ukijui hichi kijiji. Umenifahamu? Kesi hiyo achana nayo. Utakuja kupata matatizo wewe na familia yako yote. Hapo naomba unielewe. Aha, kumbe nyie ndio wale wana ndugu, wanakupeana, wanakujitawala wenyewe, si ndio? Sasa naanza kukuelewa. Kumbe ndio maana unaniambia niachane na hizo mambo, si ndio? Sasa hapo mjajua huu moto wa kifua kwenye shamba la baba yangu, mali ya nyumbani kwangu, familia yangu atamwagika mtu damu. Iko hivi, mimi sikuwepo na nimerudi nililolikuta, sitoweza kulifumbia macho. Tahadhari na nilikuja kwa ombi, naona unabadilisha iwe lazima. Sintoondoka hapa mpaka ungooke. Wewe nakwambia kuwa na adabu. Wewe kuwa na adabu. Najua unavyojisikia mpenzi wangu, lakini tuliza hasira. Huyu ni mtoto mdogo sana, na hili swala pia ni dogo tu, hivyo ninakuachia wewe ushughulike nalo, kwa maana mimi siwezi nikashughulika na matatizo madogo madogo kama haya. Naamini wewe utalimaliza. Mimi nimekuelewa. Nitakachokifanya mimi nitazungumza na mume wangu
kisha nitakuletea majibu. Sawa? Nakuomba, yaani nakuomba swa, yaani ongea naye, jua utamwambiaje. Mimi nimekuja kuomba msamaha kwa ajili ya mdogo wangu. Sawa? Usijali, hilo limeisha. Usisahau. Haya, pole. Kaenda wapi tena jamani? Tumekubaliana nimkute hapa. Weka mjedi. Dada. Wewe unaenda wapi na utafuta kutu anaita jina na kuita Nimeenda kwa mjumbe kule kumweleza kuhusu swala hili lililotokea. Shamba limesogezwa mpaka. Nilikwambia dada yangu, sitaweza kulikalia kimya hili swala. Yaani hapo ndio umeharibu kabisa. Sasa wewe nani alikwambia uende kwa mjumbe na mimi wakati umeniona kabisa na kuaga hapa naenda kuomba msamaha. Unaona unajua huyo mjumbe ni nani? Shamba mmoja huko nimempa makavu yake mwenyewe. Namueleza kuhusu swala la shamba limesogezwa mpaka, anaanza kunipa ushauri kama angaza. Eti potezea hii kesi, achana nayo. Kwenye swala la baba yangu mzazi, mimi. Sasa wewe ulisikia wapi kesi ya Ngedere na suluhisha nyanya? Yaani mimi naona hapa pamekushinda. Wewe cha kufanya tu, chukua nguo zako, urudi mjini. Maana wewe umji unaofananisha kama zamani ulipotoka. Mimi nitoe miguu kwenye shamba na eneo langu binafsi alioniachia baba yangu mzazi, nirudi nilipotoka. Ilipaswa wewe ushukuru kaka yako amekuja hapa na kupambania hali iliyokuwa inaharibika, sio wewe kunishauri mimi niondoke. Wewe zinakushika kweli? Dada, watanizika pale pembeni ya kaburi la baba yangu mzazi. Jicho lako lina maana gani kwangu? We pia sijaelewa jicho lako lina maana gani kwangu. Maana usingeniangalia kama tusingeangaliana. Haya sawa, Mrs. Ng'omwa. Sawa, mchepuko wa Ng'omwa. Unashtuka nini? Unadhani nilikuwa sijui? Nilikuwa najua kila kitu. Sema niliamua kukaa kimya tu kwa sababu nyie ndo wakubwa wa huu mtaa. Oh, kumbe ushajua. Sasa kama ushajua, unatakiwa ukae kimya hivyo hivyo ulivyojua, kwa sababu haya mahusiano umeyakuta. Mimi nilianza kabla yako, na ukijifanya una mdomo, kitu nitachokufanya ni zaidi ya hicho nilichokufanya cha kuto kupata mtoto. Nitakachokufanya hutoingiliwa na mwanaume yeyote yule mjinga
hata awe mjanja kwenye maisha yako yote utakayoishi, sio huyo mumeo tu. Umenielewa? Kwa hiyo kumbe yeye ndo kanifunga kizazi na ndo alonifanya mimi nisizae, na mume wangu anajua, si ndio? Tena afadhali hata mmekuja kwa sababu nataka nitoke kidogo nikamwangalizie chochote kitu. Alafu nitarudi. Wewe usijali, sisi tupo sana tu. Basi sawa. Huyu anaitwa Makaki Mulali. Ni mtoto wa mzee Hasani Mulali. Nimekuleta hapa ili ujishuhudie kilichomkuta mwenzako kikamfanya alale hapa. Sijui unanielewa? Nyinyi kina nani kwani? Mbona siwajui? Au mmekuja kunichora? Hapana. Mimi naitwa Kadungu Malangisa. Kadungu. Karibu, karibu. Na huyu ni mdogo wangu anaitwa Mjebi Malangisa. Mjebi. Vipi kaka, za masiku? Samahani ndugu yangu, sio kwamba nimekupotezea, hapana, nilikuwa na staajabu kwa ninayoyaona. Sikutegemea kama ndugu yangu Makaki angeweza kuwa ana maisha kama haya. Nitegemea na kukuta kwenye hali nzuri. Kulikoni ndugu yangu? Ya Mungu mengi ya kuku mayai kaka. Binadamu wabaya. Kuhusiana na huyu jamaa uliambiwa, achana hiyo story kabisa, usimfuatilie. Kanilaza hapo ni mwaka wa 3. Makaki, ndugu yangu, kama unavyojua mimi sipambani na wanadamu, sibishani na yoyote katika kijiji hichi. Mimi ninachojaribu tu kupambania ni haki ya marehemu baba yetu. Mke wangu kipenzi, mbona nakuona uko katika hali ya unyonge? Tatizo ni au kwa kuwa hujaniona kwa nusu saa tu? Jamani, haya basi, nimefika muda wako sasa, nimerudi. Hebu furahi basi. Mimi nashukuru Mungu, ila naomba tuzungumze kidogo kama hautaki. Ni yapi hayo mke wangu? Nakusikiliza mke wangu, nikupendaye, barafu wa moyo wangu, tulizo la nafsi yako. Haya, niambie, ni yapi hayo? Ungekuwa unanipenda, ungenisaliti.